Na mtazamaji wa Sky International TV, karibu sana tuweze kupiga stori mbalimbali za kimichezo hususan zile za kimataifa. Mimi ni defensive midfield Justin Mwalinga. Instagram na Facebook unaweza kunifollow kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali za kimichezo, lakini pia unaweza ukasubscribe channel yetu ya Sky International TV kule YouTube pamoja na kufollow Instagram ili wewe wa kwanza kupata habari zote za kimichezo za kimataifa. Na moja kwa moja tuanze kuangazia habari za michezo kimataifa, na leo tunaanzia kumwangazia nyota Mbwana Samatta ambaye siku ya jana ametangazwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Februari na klabu yake ya PAOK ya nchini Ugiriki. Mpaka hivi sasa Mbwana Ali Samatta amefunga jumla ya magoli 4 kwenye ligi kuu ya nchini Ugiriki, lakini pia amemaliza akiwa na goli moja kwenye michuano ya UEFA Europa League. Japokuwa FC PAOK hawakufika mbali, lakini Mbwana Samatta ameonyesha kiwango bora zaidi, na ukumbuke kwamba Mbwana Samatta wakati season inaanza kule nchini Ugiriki hakuwa kwenye wakati mzuri. Hivyo hiyo tuzo inamrejesha kwenye kile kiwango chake ambacho alianza nacho. Na tutoke huko nchini Ugiriki na moja kwa moja tuelekee nchini Argentina ambapo mshambuliaji wa timu ya taifa ya Argentina Lionel Messi ambaye anakipiga kule nchini Marekani katika klabu ya Inter Miami hatakuwa sehemu ya kikosi cha timu ya taifa ya Argentina baada ya kupata majeraha. Mchezo wa ligi kuu nchini Marekani kati ya Inter Miami dhidi ya Atalanta. Hivyo Lionel Messi hatocheza michezo miwili ambayo itakuwa kwenye kalenda ya FIFA, mchezo ambao Argentina watakuwa wakikipiga dhidi ya Uruguay, lakini pia mchezo ambao watakipiga dhidi ya Brazil. Hivyo ni pigo kwa Argentina kwenye hiyo michezo yote miwili ambapo Lionel Messi ni mchezaji muhimu sana kwao. Na tutoke nchini Argentina moja kwa moja tuelekee kule Hispania ambapo FC Barcelona wamepata pigo baada ya kupoteza nyota wao wawili ambao ni muhimu zaidi kwenye kikosi chao, Inigo Martinez ambaye ni mlinzi wa kati, lakini Marc Casado ambaye ni kiungo wa kati wa timu hiyo. Hivyo FC Barcelona baada ya kuvuka hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa wa Ulaya, lakini pia kushinda mchezo wao dhidi ya Atletico Madrid ule wa La Liga, imewafanya waweze kupoteza nyota hao wawili ambao wamekuwa ni muhimu zaidi. Inigo Martinez amepata matatizo ya misuli, lakini pia Marc Casado amepata tatizo la enka ambaye atakosekana yeye kwa miezi miwili. Naam, tuelekee nchini Uingereza ambapo klabu ya Chelsea imepanga kumrejesha nyota wake kinda raia wa Brazil Andrey Santos. Chelsea wamekuwa wakipigiwa kelele zaidi na mashabiki wao hususan kwenye suala la kuweza kusajili nyota wenye umri mdogo ambao wamekuwa hawana msaada ndani ya klabu yao. Hivyo Chelsea wamepanga kumrejesha baada ya Andrey Santos kuonesha kiwango bora kule Strasbourg ambapo yupo kwa mkopo. Nako nchini Italia klabu ya AC Milan imepanga kuweza kumbakisha nyota wa klabu ya Manchester City Kyle Walker ambaye ameendelea kuonesha kiwango bora mpaka hivi sasa. Hivyo wanatazamia zaidi mpaka pale ambapo atamaliza mkataba wake wa mkopo ndani ya timu hiyo waweze kumbakisha ili waendelee kunufaika naye. Mimi ni defensive midfield Justin Mwalinga. Instagram na Facebook unaweza kunifollow kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali za kimichezo, lakini pia unaweza ukasubscribe YouTube ya Sky International TV ili uwe wa kwanza kupata update zote za kimichezo hususan za kimataifa. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.